Mabadiliko hayaepukiki. Tunapitia mizunguko ya mambo yanayokinzana, ya furaha na huzuni, ya mema na mabaya. Lakini inamaanisha nini wakati kila kitu kinaporomoka ghafla? Unapokabiliana na hasara kwa subira, lakini unakumbana na kurudi nyuma kwa athari yenye kusambaa. Vipande vya maisha yako vinaporomoka kwa kasi, moja baada ya nyingine. Unafanya nini wakati unahisi kama hata baraka ulizokuwa ukishikilia sasa zinanyakuliwa haraka? Kwa nini unahisi kama Allah anachukua kidogo kilichokuwa kikikushikilia pamoja tangu mwanzo? Nataka ufikirie jinsi Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyohisi baada ya vita vya Badr. Allah subhanahu wa ta'ala amekupa tu ushindi dhidi ya maadui zako kwa njia ya miujiza ambayo kila mtu aliweza kuona. Anashusha malaika na anahusisha baraka hiyo ya ushindi hasa na dua yako. Na unaporudi Madina, una Ansar walio tayari kukupokea na wana imani zaidi kuliko hapo awali. Na unapoingia Madina, unagundua kwamba wakati kila mtu anasherehekea ushindi mkubwa, binti yako Ruqayya amefariki. Na walikuwa wakiita siku ya Badr siku ya furaha kubwa na siku ya huzuni kubwa, kwa sababu kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na furaha kwamba Allah amempa ushindi huko Badr, Allah subhanahu wa ta'ala alimchukua binti yake Ruqayya siku hiyo hiyo. Na ndivyo maisha yanavyokuwa kwa kawaida. Unapata neema, kisha unapata jaribu baada ya neema, kukukumbusha kuwa bado uko katika mahali pa majaribu. Abdullah ibn Umar radhiallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba moja ya dua ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya mara kwa mara ilikuwa dua hii: Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jamii sakhatika. Allah, najikinga kwako dhidi ya kuporomoka kwa ghafla kwa baraka zako na mabadiliko ya ghafla kutoka kwa hali ya afya njema na ghafla ya adhabu yako na kutoka kwa aina zote za ghadhabu yako. Majaribu yako katika maisha yetu, lakini mara nyingi huwa yanakuja kwa ghafla kwa wingi badala ya kuwa kama vikwazo vilivyopangwa vizuri. Kama vile sala zetu zinavyokuwa za kawaida siku nzima, majaribu yetu hayatabiriki kabisa na hayawezi kuelezwa. Tumefundishwa kutafuta hifadhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala dhidi ya zawalu neema, kuporomoka kwa ghafla kwa baraka. Wakati huo katika maisha yako ambapo kila kitu kinaonekana kugeuka kuwa machafuko, majaribu yote yanakuja kwa mara moja na unapoteza mengi hadi akili yako haijui nini cha kushughulikia kwanza. Ilhali kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hii ilikuwa hali ya amal huzni, mwaka wa huzuni. Aibu mbaya zaidi huko Taif, hasara za watu waliowapenda zaidi kama Khadija radhiallahu anha na Abu Talib, mateso makubwa aliyokumbana nayo huko Makka na nafasi ndogo zaidi aliyopata kuhubiri, yote yalikuwa katika mwaka huo huo. Yaani ukichukua miaka 23 yote ya kazi yake ya unabii, dhihirisho mbaya zaidi la kila jaribu lilionekana kuja mwaka huo mmoja, na ndio maana unaitwa amal huzni, mwaka wa huzuni. Hiyo ndio hali ya zawalu neema. Sasa tukijikuta katika mtego wa zawalu neema na dunia yetu inaonekana kuporomoka, tunawezaje kutathmini upya mtazamo wetu kuhusu yajayo? Tunaanza kwa kuona kipindi hiki katika maisha yetu kama kiko hapo ili kuchochea toba yetu au kuinua daraja yetu. Tunalinganishaje hili na wazo hata hivyo kwamba shukrani hudumisha baraka? Kuna msemo, an-ni'matu idha shukirat qarrat wa idha kufirat farrat. Baraka hukaa na shukrani na kupotea kwa kukosa shukrani. Lakini nilishukuru na nikaona baraka hizo zikipotea.
Kwanza, inaweza kuwa kwamba shukrani yako ilishikilia baadhi ya baraka ambazo zingepotea vinginevyo, au kwamba shukrani yako kwa baraka hizo ilizifanya ziwe njia ya wema kwako siku ya hukumu pia, kwa sababu ukisema alhamdulillah kwanza ulipokuwa nazo, kile Allah atakachokupa kwa shukrani siku ya hukumu ni kikubwa zaidi kuliko kile ulichofurahia cha baraka hapa. Lakini Allah atakujaribu kwa hasara ya ghafla min ghairi, lakini usikasirike wakati baraka hiyo inapopotea, na hilo ndio muhimu. Linganisha wakati Allah subhanahu wa ta'ala anaposema wal asr innal insana lafi khusr, hakika binadamu bila shaka yumo katika hasara. Allah anaposema ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baq wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, mlivyo navyo vitakwisha na vilivyoko kwa Mwenyezi Mungu ndivyo vitakavyobakia. Sisi tutawapa waliosubira ujira wao kwa bora waliokuwa wakiyatenda. Katika hali hii haukupotea, na baraka ya subiri uliopewa itakuletea raha zaidi kuliko ulivyokuwa nayo awali. walanabluwannakum bishai'in min alkhawfi walju'i wa naksi min alamwali walanfusi wathamarat wa bashiri sabirin, hapana shaka tutakujaribuni kwa chembe ya hofu na njaa na upungufu wa mali na watu na matunda, na wabashirie wanaosubiri. Angalia, Allah hakujibu kwa jinsi baraka za pekee zinavyotibu hasara za pekee. Alisema tu wape habari njema waliovumilia, kwa sababu nitahakikisha kwamba hasara za ghafla zinakutana na faida za kuridhisha zaidi. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema wama utiya ahadun ataa wa khairun wa ausa min as-sabr, na hakuna aliyepewa zawadi bora au pana zaidi kuliko subira. Imam Hasan al-Basri rahimahullahu anasema as-sabru kanzun min kunuzil khair, subira ni hazina nzuri ya wema, na Allah atampa tu mtu anayestahili machoni mwake. Na mtu anaweza kusema naelewa hiyo, lakini sio sasa. Mara nyingi tunafikiria hatujakasirika sana kwa kupotea kwa baraka au kuonekana kwa ugumu, lakini ni wakati ndio unajalisha. Lakini kwa kweli, una hakika ingekuwa bora kwa Allah kukuokoa na hasara ya mpendo wa wakati huo? Una hakika kama wangeishi muda mrefu zaidi ingekuwa bora kwako au kwao? Una hakika kuwa kubaki katika kazi hiyo mwaka mmoja au miwili zaidi ingekuwa bora kwako? Wakati gani ni wakati mzuri wa kuteseka? Na ndio maana Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu alikuwa akisema, nimeacha kabisa kujaribu kushinda wakati wa kadari ya Allah, na nimejitosheleza na dua hii: Allahumma radhini biqadaika wa barik li fi kadarika hatta la uhibba ta'jila shay'in akhartahu wa la ta'khira shay'in ajjaltahu. E Allah, niridhishe na riziki yako na unibariki katika kadari yako hadi nisipende kuharakisha kile kilichoakhirishwa wala kuchelewesha kile kilichoharakishwa. Rubbama waradatil ghulamu alayka liyuarifaka qadara ma manna bihi alayka, labda alikuruhusu giza likukumbatie ili uweze kutambua baraka za ajabu alizokuwa akikupa. Tumezoea hadithi zinazotupa mwisho wa furaha haraka sana. Daima huonekana mwisho mwa filamu. Lakini ukweli ni kwamba majaribu yako yanaweza kudumu kwa muda mrefu wa maisha yako. Na baraka unazotafuta huenda zisikufikie katika ulimwengu huu wa kuwepo kwako. Na haitakuwa rahisi. Utapambana kila siku. Unaweza kuhisi umekwama katika hali ya huzuni ya kudumu, usiweze kujiinua kutoka kitandani au kukumbuka masomo yote ambayo ulipaswa kuwa umejifunza kwa sasa. Una haja ya kujilazimisha kuwa na furaha. Badala yake, rudia katika kujisalimisha na zingatia msimamo wako machoni mwake. Badala ya kukuokoa kutoka kwa shida zako.
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.